Bernard Shahame, ni mwakilishi wa mhandisi mshauri wa mradi. Ifuatayo ni taarifa fupi ya mradi wetu wa ukarabati na uboreshaji wa miundombinu ya kiwanja cha ndege cha Kigoma. Mradi wetu una thamani ya shilingi za Kitanzania bilioni 51.4, mradi ambao unatekelezwa na kampuni ya kutoka China CRCG, na muda wa mradi wetu ni miezi 27 mpaka sasa hivi, ambapo mkandarasi ametumia miezi 26.8 ya utekelezaji wa mradi wetu na ameweza kufikia 38% ya utekelezaji wa mradi wetu. Mradi wetu ulikuwa na changamoto kadhaa ambazo tunashukuru kwa sasa zimetatuliwa, na hivyo mkandarasi anaendelea vizuri na kazi, na mradi ulianza rasmi tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka 2023, na muda wa awali wa ukamilishaji wa mradi unategemewa kuwa tarehe 20 Januari, lakini kutokana na changamoto tulizopitia mkandarasi ameomba muda wa ziada, ambapo ameomba ongezewe miezi 5, ombi ambalo linafanyiwa kazi na atapewa mrejesho muda wowote. Na hali ya kifedha ya mradi wetu mpaka sasa hivi mkandarasi ameweza kuandaa certificate 8 na zote zikiwa zimelipwa, hivyo kufanya jumla ya kifedha iliyotumika kuwa 36.6 ya fedha zote za mradi. Mradi wetu unahusisha maboresho kadhaa yakiwemo ujenzi wa jengo la abiria, jengo lenye uwezo wa kuchukua abiria 500 kwa wakati mmoja, yani wanaowasili 250 na wanaondoka 250, ambako utekelezaji katika eneo hili umeweza kufikia 29.17. Pia mkandarasi ana jukumu la kuboresha maegesho ya ndege, ambapo mkandarasi mpaka sasa hivi ameweza kufanya 75% ya kazi hiyo, na sehemu ya maegesho hayo ya ndege yanatumika sasa hivi na operations za ndege zinazofanyika ndani ya mkoa wa Kigoma, lakini anaendelea na phase nyingine kukamilisha hiyo 25% iliyobakia. Mkandarasi pia ana jukumu la kujenga maegesho ya magari, ambapo maegesho ya magari yetu yatakuwa na uwezo wa kuchukua magari 100 kwa wakati mmoja, na ameweza kufikia 98% ya utekelezaji kwenye eneo hili. Mkandarasi pia anajenga barabara inayokuja kwenye maegesho ya magari, na mpaka sasa hivi kwenye eneo hili mkandarasi wetu ameweza kufikia 70%. Pia mkandarasi anajenga jengo kwa ajili ya kuongozea ndege, ambapo ameweza kufikia 39%. Jengo limekamilika, bado tu hatua za mwisho za kufanya installation ya services na kumalizia finishing. Hiyo ni taarifa fupi ya uboreshaji wa mradi wetu. Kuna kazi ambazo hazijaanza ambazo ni za taa za kuongozea ndege kwenye hali mbaya ya hewa, lakini pia nyakati za usiku, maana utakapokuwa umekamilika mradi wetu utaweza kutoa huduma kwa muda wote wakati wa usiku na mchana, lakini mkandarasi upo kwenye hatua nzuri ya kuweza kufanya maandalizi ya awali ya kazi husika zinazoendelea. Yes, changamoto ambazo zimesababisha delay iliyokuwepo, changamoto kubwa ya kwanza ni mchakato mzima wa zabuni mpaka muda wa mradi ulipokuja kuanza. Zabuni ya mradi wetu ilifanyika mnamo mwaka 2020, lakini mradi ulikuja kuanza mwaka 2023. Miaka mitatu hii iliweza kufanya mabadiliko makubwa sana kwenye bei za vifaa vya ujenzi sokoni, kitu ambacho kilipelekea wakati mgumu kwa mkandarasi kuweza kuendelea na kazi. Na changamoto hii ilifanya kuwa ngumu zaidi kwa sababu mkataba wetu ulikuwa uruhusu kufanya marekebisho ya bei. Hivyo mkandarasi alilazimika kuomba ombi hili ambalo lilishughulikiwa na TANROADS pamoja na taasisi zinazohusika kupitia Wizara ya Ujenzi na kuweza kufanikisha kuongezea bajeti nje ya ile iliyokuwepo awali. Tatizo hilo lilishughulikiwa na lilikamilika mwezi huu, mwezi wa 7. Lakini pia changamoto kubwa ambayo mkandarasi wetu alikutana nayo ni mvua kubwa zilizonyesha mwishoni mwa mwaka 2023-24 na zile za 24-25. Lakini pia kulikuwa na changamoto ya kupata VAT exemption, kitu ambacho kilichukua zaidi ya miezi 3 mpaka kuja kutoka, hivyo kumfanya mkandarasi achelewe kupata yale mahitaji ya msingi ya kuweza kuendelea na kazi. Lakini tunashukuru mpaka sasa hivi changamoto zote zimetatuliwa na mkandarasi ameomba muda wa ziada kufidia muda uliopotezwa na anaendelea vizuri na kazi. Mambo ya usafiri na usafirishaji ni muhimu sana kwa ajili ya kufanya maendeleo katika eneo letu hili. Kwa hiyo ujenzi wa uwanja huu wa ndege Kigoma utaweza kuongeza uwezekano wa kuingia na kutoka Kigoma kupitia njia zote. Mtu atakayetaka kuja kwa ajili kupitia usafiri wa anga, basi ndege aina yoyote itakuwa na uwezo wa kutua hapa kwa ajili ya kuleta abiria, kuleta mizigo na shughuli zingine za kibiashara.
Kwa hiyo sisi tunautazama mradi huu kama mradi wa kimkakati katika mkoa wetu wa Kigoma. Tunajua nchi nyingi ambazo tunapakana nazo katika upande huu wa ziwa Tanganyika, nchi kama Burundi, Kongo, Zambia, hata Rwanda na nchi zingine katika maeneo haya yanategemea zaidi uwanja wetu huu wa ndege kwa ajili ya shughuli zao. Kwa hiyo sisi uwanja huu una manufaa makubwa kiuchumi. Tunatarajia biashara zitaongezeka, usafirishaji utaongezeka, kwa hiyo tutapata fedha za kigeni. Lakini maisha ya wananchi wetu wa Kigoma wanaojihusisha na biashara mbalimbali na shughuli mbalimbali za kiuchumi, mzunguko wao utaimarika. Kwa hiyo uwanja huu ni nyenzo muhimu sana katika kuchagiza ukuaji wa uchumi katika mkoa wetu wa Kigoma. Ni mwanzo wa fursa na mafanikio ya kiuchumi katika nchi yetu, lakini katika wananchi wetu wa manispaa Kigoma.